Habari za mchana mtazamaji wa Star TV, ikiwa leo tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku ya Jumatano. Karibu sana katika Star TV ya dhuhuri mchana huu wa leo. Nijitaka kuongozea mchana huu wa leo, mimi naitwa Frankie Tawa. Shirika la Taifa la Maendeleo la nchini NDC limeingia mkataba wa mfuko wa maendeleo ya misitu Tanzania TAFF utakaowapatia ruzuku ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa upandaji wa miti ya mpira katika shamba la Kalunga lililopo wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro. Taarifa kamili na Athman Mihula. Wa Shirika la Taifa la Maendeleo nchini NDC, Dr. Yohana Mtoni amesema ruzuku hiyo inakwenda kuleta mapinduzi katika kilimo cha miti ya mpira kwa kuongeza uzalishaji wa ndani, kukuza uchumi wa nchi na kukuza ajira. Leo hii tunashuhudia hatua kubwa zaidi kupitia usaidizi kutoka TAF ambao umetupatia ruzuku ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa upandaji wa miti ya mpira katika shamba la Kalunga. Dr. Mtoni ameongeza kuwa mbali na faida za kiuchumi, mradi huo unatarajiwa kuchangia uhifadhi wa mazingira kutokana na miti ya mpira kuchukua muda mrefu kukomaa, hivyo husaidia kuhifadhi ardhi, kupunguza mmomonyoko wa udongo na upatikanaji wa hewa safi. Kwa maneno mengine, huu ni mradi wa kijani ambao haukuzi tu uchumi wa viwanda bali unatunza pia mazingira yetu kwa vizazi vijavyo. Kaimu mtendaji mkuu wa mfuko wa maendeleo ya misitu Tanzania, Dr. Tuli Msuya, amelikumbusha Shirika la Taifa la Maendeleo nchini NDC kutumia fedha walizopatiwa kwa mujibu wa makubaliano yaliyomo katika mkataba. Waliomba fedha kwa ajili ya kuanzisha shamba, mfuko umeridhia kutoa fedha kwa ajili ya kuanzisha shamba la mpira. Kwa hiyo sisi tunachotarajia ni kwamba tutaliona hilo shamba la mpira la hekta 402 limeanzishwa kule wilayani Kilombero kama walivyoomba. Kwa hiyo msisitizo wetu ni kwamba kuhakikisha kwamba matumizi ya hizi fedha yanaenda kwa jinsi tulivyoomba na kwa jinsi ambayo tutakavyokubaliana. Mkataba wa kutoa ruzuku kwa Shirika la Taifa la Maendeleo nchini NDC utaliwezesha shirika hilo kupanda hekta 402 za miti ya mpira na kufanya kuwa na jumla ya hekta 994 kutokana na wao wenyewe tayari wameshapanda miti ya mpira hekta 192 kwa fedha zao za ndani. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Athman Mihula kutoka mkoani Morogoro. Uongozi wa Shirika la Bima la Taifa NIC kwa kuchangamkia limeagizwa kuchangamkia fursa ya uwepo wa miradi mikubwa ya kimkakati ya sekta binafsi na isiyo ya kutegemea miradi ya serikali tu ambayo wana uhakika wa kuipata. Tupate taarifa kamili. Mtanda ameyasema hayo kufuatia ziara ya bodi ya wakurugenzi wa Shirika la Bima la Taifa NIC kutembelea katika ofisi yake na kuwa ni fursa nzuri kwa shirika hilo. Miradi ya mwakani ambayo tunategemea ili na nyinyi muanze kudig in, mnawezaje kuchip in mwakani katika hiyo miradi ambayo inaelekea kukamilika. Lakini tunayo miradi mingine hapa ambayo inafanywa na Wachina ya miradi ile inayoitwa ya World Bank. Kwa hiyo ni vizuri pia mkaifuatilia, na yenyewe ni miradi ya serikali, ni mikubwa, lakini hao wajenzi au contractors wanaendelea nayo ili muingie kwenye biashara nao. Naye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NIC Justin Mwandu amezungumzia malengo ya ziara yao mkoani Mwanza. Fanya hiki na hiki, kwa hiyo tuna utaratibu wa kutembelea sehemu mbalimbali ambazo NIC inatoa huduma. Uzuri kwamba NIC huduma zake zimetapakaa katika mikoa yote. Sasa hivi tunaendesha kutoka kikanda na kanda ya Ziwa, lakini kuna kanda zingine za kusini, kaskazini na kadhalika. Kwa hiyo kaona ni vizuri tukawatembelea wadau wetu na wateja wetu. Baadhi ya wakuu wa taasisi zilizotembelewa na bodi hiyo ikiwemo Tashiko wameahidi kuendelea kutoa ushirikiano na NIC katika kuhakikisha taasisi zao zinakuwa endelevu na salama kwa maslahi ya taifa. Sisi na NIC tumekuwa washirika kwa muda mrefu. NIC ni wadau wakubwa wa Tashiko kwenye ukataji wa bima
za vifaa vyetu, lakini hata bima za wafanyakazi. Kwa hiyo tumekuwa nao miaka mingi toka tumeanza kufufua hizi meli. Kwa na taasisi nyingine nayo ikawa na kitu kama hivyo, tunaenda kwenye matrekta kuongeza. Unaweza kukuta biashara inapanuka. Tumelichukua hili la bima ya maisha kwa wafanyakazi. Ajali au janga linakufikia muda wowote, na linapokufikia kwa namna yoyote ile, inawezekana usiwe mwepesi kujikwamua kwa muda huo, maana ni kitu ambacho kinakuingia ghafla. Wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa NIC wametembelea taasisi mbalimbali jijini Mwanza, ikiwemo bodi ya Pamba, kampuni ya Meri Tashiko na shule ya msingi Nyakahoja. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Na sasa taarifa yetu ielekee huko mkoani Arusha. Uelewa mdogo juu ya huduma za dharura nje ya hospitali katika baadhi ya maeneo hapa nchini umetajwa kuchangia upotevu wa maisha pamoja na kusababisha ulemavu wa kudumu, hali inayodidimiza nguvu kazi ya taifa. Tuungane na Beatrice Gerard. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, mgonjwa hupata huduma za dharura ndani ya dakika 5 baada ya kujulikana na hali ya ghafla ya ugonjwa au ajali. Ikiwa ni siku ya huduma za dharura duniani, Tanzania imepiga hatua katika hilo, ambapo ilianzisha huduma bobezi za dharura katika hospitali hapa nchini kwa zaidi ya miaka 15. Daktari bingwa wa magonjwa ya dharura kutoka taasisi ya The Same Qualities Foundation anabainisha kuwa licha ya maboresho ya huduma hiyo katika hospitali, bado uelewa kwa jamii ni tatizo linalosababisha vifo visivyo vya lazima. Tulivyo ni kwamba huduma nyingi watu nje ya hospitali wanazikosa, watu wengi hatuzitoi kwa sababu hatuna kitengo ambacho kinafanya kazi barabara kwenye mikoa yetu. Kwa hivi ni jukumu letu sasa kwenda kwenye hilo tia ili tuweze kuanzisha huduma hizo za nje ya hospitali, ili watu waweze kupata huduma kuanzia kule. Kwa kufanya vile, kulingana na studies ambazo zimefanyika, tafiti ambazo zimefanyika, ni kwamba unapunguza sana vifo, lakini pia unapunguza muda mrefu wa wagonjwa kukaa hospitalini. Kwa maana mgonjwa akianza kupata huduma mapema nje ya hospitali, eneo la tukio, anakuja anafika hospitalini ameshakuwa stabilized, anakuwa tayari mwili wake, afya yake imeanza kuimarika, na anaendelezewa matibabu katika kitengo cha dharura na baadaye kwenye idara husika. Lakini sasa kwa sababu hatuna hiyo huduma kwa sasa, au kama ipo basi haijakomaa vizuri, kwa watu wengi wanaweza kupoteza maisha maeneo ya matukio au njiani wakipelekwa hospitalini, au wanapofika hospitalini unakuta wamechelewa, wanapoteza maisha. Au kama wameweza kufika na wakalazwa, basi watakaa na muda mrefu hospitalini ambao utatumika kuweza kuwatibu ili waweze kufikia utimamu wa afya. Nao baadhi ya wakazi wa jiji la Arusha wanaona ipo haja ya kutolewa kwa elimu zaidi ya huduma za dharura ili kuzuia vifo visivyo vya lazima. Inapelekea hata mtu kupata ndio ulemavu huo, au mtu kapelekea kifo. Kwa hiyo mtu inakuwa inapunguza nguvu kazi katika nchi. Ni jamii chache ambao wanajua namna ya kumhudumia mtu ambaye amepata dharura, magonjwa ya dharura kama mshtuko wa moyo au sukari kupanda. Ni wachache ambao wanajua. Kwa ushauri wangu mimi naishauri serikali iandae semina kadha wa kadha kila baada ya miezi au kila baada ya muda, ili kuwapa elimu wananchi watakapopatwa na vitu kama hivyo, ni jinsi gani ya kumhudumia au kumpa huduma ya kwanza kabla ya kumfikisha hospitali. Kwa mujibu wa wataalamu wa bobezi, iwapo huduma za dharura zitatolewa ipasavyo, zinaweza kuokoa uhai kwa 5% hadi 11. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Asante sana Beatrice Gerard kutoka mkoani Arusha. Watoa huduma za kiafya mkoa wa Kilimanjaro wametakiwa kutoa huduma hizo kwa ubora, kwa kuwa serikali imewezesha kuwepo kwa miundombinu bora pamoja na vifaa tiba zaidi ya 90% vinavyowezesha huduma za afya kupatikana. Taarifa zaidi na Diana Rose Charles. Katika kuadhimisha siku ya muuguzi ambayo huadhimishwa Mei kila mwaka, ambapo kwa mkoa wa Kilimanjaro maadhimisho hayo yanategemea kufanyika Mei 30, Chama cha Wauguzi Tanzania mkoa wa Kilimanjaro wametenga siku 3 kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za afya bure kwa wakazi wa mkoa huo. Maadhimisho haya
yanafanyika ili kumwenzi muasisi wa huduma za uuguzi duniani Bi Florence Nightingale. Muasisi huyo alifanya kazi ya kutoa huduma kwa jamii, hususani waathirika wa vita ya kwanza ya dunia. Alikuwa akiwahudumia majeruhi hao kwa kutumia taa ya kibatari kulingana na teknolojia ya wakati huo. Sisi wauguzi wa mkoa wa Kilimanjaro, kwa kumwenzi muasisi huyu Bi Florence Nightingale, tumeazimia kutoa huduma mbalimbali kwa jamii ya halmashauri ya manispaa ya Moshi. Huduma hizi zitaanza kutolewa leo tarehe 27 mwezi wa 5 2025 na zitaendelea kutolewa hadi tarehe 29 mwezi wa 5 2025 katika viwanja hivyo Uhuru Park. Uboreshaji wa miundombinu na kuwepo kwa vifaa na vifaa tiba ikahimizwa kuwa chanzo cha wauguzi hao na watoa huduma za afya katika mkoa wa Kilimanjaro kuwa chachu ya kutoa huduma nzuri kwa wakazi wa mkoa huu. Lakini leo serikali imeweka mazingira wezeshi. Kila vituo vya kutolea huduma za afya kuna taa za kutosha. Tuna vifaa na vifaa tiba vya uhakika. Tuna mashuka mazuri. Tuna bidhaa za afya zilizotosheleza. Mkoa wa Kilimanjaro tu upatikanaji wa dawa ni zaidi ya 96%. Hebu tupigie makofi sana serikali kwa namna ambavyo imewezesha upatikanaji wa bidhaa za afya za uhakika katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa hiyo hatuna aina yoyote ya kisingizio. Mazingira yetu ni bora. Muasisi wetu alifanya katika mazingira hafifu. Kwa hiyo hatuna kisingizio kwa nini tusitoe huduma zinazokuwa rafiki kwa wateja wetu. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Moshi waliojitokeza ili kupata huduma hizo wakashukuru kwa kuwepo kwa huduma hizo bure. Tumefika hapa, tumepata huduma vizuri ya macho. Kwa hiyo sasa hivi hapa na niko katika harakati ya kwenda kupima macho. Matarajio yangu ambayo nikipata huduma kwa siku 3 nadhani nitakuwa imeimarika zaidi. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Asante sana Diana Rose Chazi kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kilimanjaro. Wawekezaji wa Puma Energy Tanzania ambao ni serikali ya Tanzania na Puma Investment Limited wamekubaliana kufanya mapitio ya mpango mkakati wa biashara wa makampuni hayo ndani ya mwaka huu. Mpango huo mpya wa biashara unalenga kuongeza uwekezaji, kupanua mtandao wa usambazaji na kuongeza idadi ya bidhaa kwa lengo la kuimarisha mchango wa kampuni hiyo katika uchumi wa Tanzania na kukuza maendeleo ya sekta ya nishati. Haya yamebainishwa wakati wa ziara ya viongozi wa ngazi ya juu wa Puma Energy kwenye ofisi ya msajili wa hazina iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema mapitio ya mpango mkakati wa biashara yanalenga kuona ukuaji wa kampuni unalingana na vipaumbele vya maendeleo ya taifa pamoja na kufungua milango ya fursa mpya katika sekta ya nishati. Tumekubaliana kwamba twende tuupitie upya mpango mkakati wa biashara wa Puma Tanzania. Ndani yake tutaangalia namna ya kukua kwa uwekezaji wetu kwa maeneo ambayo tunatoa huduma, lakini kwa aina za huduma, kwa geographical and a number of products. Kwa hiyo tunafikiri opportunity kama ulivyoziuliza ni kubwa, ni nyingi, na lazima tuziwekee mikakati na lazima tukubaliane kuongeza mtaji kama wanahisa. Fatuma Abdalla, mkurugenzi mtendaji wa Puma Energy Tanzania, ameripoti ongezeko la 51% la faida kwa mwaka 2024 na kufungua vituo vipya vya gesi asilia iliyoshindiliwa CNG pamoja na upanuzi wa biashara ya gesi ya kupikia LPG katika mikoa kadhaa ikiwemo Dodoma, Mwanza na Arusha. Wameona nchi ya kwanza ni ya Tanzania kwa sababu hii nchi ni kubwa kwa Afrika kwa biashara ya Puma. Tanzania ni inaongoza katika biashara kimapato, kifaida na katika sehemu nyingi. Lakini vile vile wameona ni nchi ambayo ni ya kimkakati kwao katika kuendeleza na kukuza biashara ya Puma. Lakini vile vile wameona waje wazungumze na partner wao ambayo ni serikali ambayo inawakilishwa na TRA's office ili kuona jinsi gani wanaweza wakaendeleza haya mahusiano na kuweza kuikuza biashara hapa Tanzania. As we alluded to, we will have a look at the strategy and see where we can build the business further, offering more to the community through our retail offering, and where we can grow the business further. There's plenty of opportunity for growth here.
Aidha, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesisitiza kuwa uwekezaji wa serikali katika Puma ni mkakati muhimu unaolenga kuiwezesha serikali kuwa na ushawishi mkubwa katika sekta nishati na mtandao wa usambazaji wa mafuta nchini. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Mwisho wa habari za kitaifa, na kufikia hapo ndo mwisho wa Star TV ya dhuhuri. Nilikuwa na kuongozea mchana huu wa leo, naitwa Frankita. Kwa niaba ya chumba cha habari nikutakie mchana mwema.